Kuna wezi na wauaji wa mawazo watakuja kuua au watakuja kuiba. Sasa nazungumza watu ambao wanamiliki mawazo na wana nguvu za hayo mawazo. Kitu ambacho adui wanakifanya ni kutuma mashambulizi, kushambulia hilo wazo ambalo huyu mtu analimiliki na ana nguvu nalo. Na ndio maana kuna mtu ana uwezo wa kupokea kitu kutoka kwa Mungu, anajua kabisa. Na alifundisha jana ni namna gani mtu anaweza akawa miliki wa wazo. Unawezeje kulifanya wazo ulilopokea kwa Mungu ukalimiliki? Nilifundisha jana, wewe ambaye unanifuatilia leo unaweza ukaangalia day 1. Lakini nalijaribu kuainisha ni namna gani ambavyo baada ya kulipokea wazo unaweza ukalifanya wazo wewe ukawa miliki, ili adui asije akawa na nguvu ya kunyang'anya hilo wazo. Nalizungumza jana. Kwa sababu kama utakuwa unapokea mawazo kutoka kwa Mungu na hauyageuzi wewe kuyafanya kuwa miliki, ujue saa yoyote ile atakuja adui atakupokonya. Sasa namaanisha, nazungumza kwa huyu mtu ambaye amesikiliza kitu, na alipokuwa anasikiliza kitu, kwa sababu message kama hizi zinapokuwa zinaachiliwa, kuna namna Roho Mtakatifu anaongea na kila mmoja sawasawa na uhitaji wake. Tukaangalia kile kitabu kile cha Kutoka ile 35 mstari ule wa 20 na kuendelea pale chini. Tuliangalia namna ambavyo Musa alichukuliwa kwenda kwa makutano, na Musa Mungu alimpa agizo kwa habari ya ujenzi wa hema ya kukutania. Maandiko yanasema wale watu walipotoka pale, kila mmoja alikuja na sadaka sawasawa na vile Mungu alivyoongea na mtu. Kwa kama hivi neno linapita, kuna namna Mungu anaongea na wewe, na ili neno linapoachiliwa kuna mawazo yanaumbika ndani yako. Kuna mtu mwingine anainuka anasema, kuna mambo nalikuwa mvivu, kuanzia leo naacha uvivu. Kuna mambo nalikuwa mzembe, that's why ndio maana mambo yangu mengine hayaendi. Kuna namna mbalimbali ambazo Bwana anaongea. Sasa kile ambacho Mungu anakiachilia na wewe ukakipokea kwamba hiki ni changu, kuna nyakati adui huwa anakishambulia. Kuna vitu ulivipokea na ukajua kabisa hili wazo ni la Mungu. Mwingine alipokea wazo la kihuduma, alipokea kabisa wazo la kwenda kuanza huduma, alipokea wazo la kwenda kuanzisha biashara fulani, alipokea wazo la kwenda kuingia kwenye mahusiano na mtu, alipokea wazo fulani la kwenda shule au la kutafuta ajira au la kuanzisha biashara fulani. Na ulipolipokea lile wazo katika ule wakati wa kwanza, wazo lilikuja na nguvu isiyo ya kawaida, na ulipata assurance kabisa kwamba ni Mungu ambaye anaongea na mimi. Ulipata assurance kabisa kwamba ni Mungu anayeongea na mimi, ni Mungu anayenituma. Na yamkini ukapata mashahidi 2 watatu ambao wakafanya confirmation juu ya hicho kitu kwamba ni cha kweli. Tunaelewa as the Christians kwamba kwa vinywa vya mashahidi 2 watatu, maandiko yanasema neno, maana yake wazo huthibitika. Ulikuwa assured, ulikuwa na uhakika kabisa kwamba ni Mungu anayeongea. Lakini baada ya adui kuona uhatari wa hilo wazo, wakati mwingine kuna mashambulizi huwa yanaachiliwa juu ya kile ulichokipokea na ukajua ni Mungu. Alafu ghafla kuna watu wanaweza wakaanza kuongea tofauti na vile ambavyo alipokea. Tutakwenda kuiangalia mashambulizi kadhaa ambayo nimeyaweka yanaweza kutuongoza kwenye pointi hii. Shambulizi la kwanza ni lile ambalo lilimpata Yohana. Sasa tuangalie maandiko haya mawili. Mathayo sura ile ya 3:11 mpaka 17 na Mathayo hiyo sura ya 11 mstari wa 3 mpaka wa 5. Nataka tujifunze vitu hapa kadhaa. Unaweza kanisomea? Kweli mimi nawabatiza kwa maji kwa njia ya toba. Kweli mimi nawabatiza kwa maji kwa njia ya toba. Bali yeye ajaye nyuma yangu, anasema bali yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi. Ana nguvu kuliko mimi. Wala sistahili hata kuvichukua viatu vyangu. Wala sistahili hata kuchukua viatu vyangu. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu. Nataka usikilize vizuri sana. Rudia tena. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu. Hata unayetutazama sikiliza tena. Nikisema sikiliza maana yake kuna kitu nataka ukielewe vizuri kuanzia hapa. Twende. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Rudia tena 11. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Mstari 12 ambaye pepe. Kumbe hujarudia tena. Kweli mimi nawabatiza kwa maji
kwa maji kwa ajili ya toba, bali yeye ajaye nyuma. Kuna mtu anayekuja, bali yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi. Huyu ni Yohana anazungumza. Yeye anayekuja nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi, wala sistahili hata kuvichukua viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Mstari wa 12, ambaye pepeto lake li mkononi mwake, naye atausafisha sana uwanda wake na kuikusanya ngano yake ghalani, bali makapi atayateketeza kwa moto usiozimika. Makapi atayateketeza kwa moto usiozimika. Mstari wa 13 anasema, wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya. Wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordan kwa Yohana ili abatizwe. Ndio. Lakini Yohana alitaka kumzuia. Yohana akataka kumzuia, akisema. Kwa nini alitaka kumzuia wakati pale Yohana alikuwa anabatiza kila mtu? Yohana alikuwa anabatiza kila mtu waliokuweko pale. Kwa nini Yohana alitaka kumzuia Yesu? Endelea. Akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe. Mimi nahitaji kubatizwa na yeye. Nawe waja kwangu. Nawe waja kwangu. What does it mean? Maana yake Yohana alimrecognize Jesus kwamba yule niliyetabiri habari zake, mstari wa 11 na wa 12 ndio huyu. Haituoneshi Biblia huko nyuma kama Yohana amekutana na Yesu. 11 na 12 as if Yohana anafanya prophecy. There is someone who is coming. Kuna mtu ambaye atakuja baadaye. Ndivyo maandiko yanavyozungumza. Mstari wa 11 na 12 Yohana anatoa prophecy, Yohana anatabiri. Mstari wa 13 Biblia inaonyesha yule aliyekuwa anatabiriwa akawa anajitokeza. Yohana akarecognize, Yohana akamtambua yule ambaye wazo lilitoka mbinguni likaingia kwa Yohana kwamba kuna mtu ambaye atakuja. Sema amina. Na baada huyo mtu kuja, Yohana akili zake zikafunuliwa, akasema huyu ndiye niliyetabiri habari zake. Huyu ndiye ambaye nalipokea wazo toka mbinguni ya kwamba kuna mtu atakuja ambaye mimi sitastahili kufungua hata gidamu za viatu vyake. Alipokuja huyo mtu aitwaye Yohana, Yohana akafunuliwa kwamba ndio huyu niliyetabiri habari zake. Yohana kwa kuona ule ukubwa wa mtu aliyetabiri akasema, mimi sistahili kushika, mimi sistahili kukubatiza wewe, ila wewe ndio unayetakiwa unibatize mimi. Endelea. Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa. Kubali hivi sasa. Kwa kuwa ndivyo itupasavyo kutimiza haki yote. Kwa kuwa ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote. Basi akamkubali. Na Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini. Ndio. Na tazama mbingu zikamfunikia. Mbingu zikamfungukia baada ya kubatizwa na Yohana. Maana yake yuko kwenye compound ile ile. Yohana naye anachabo, anaangalia kila hatua ya kila kitu kinachotokea pale. Endelea. Akamwona Roho wa Mungu akishuka kama hua, akija juu yake. Na tazama sauti kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, nipendezwae naye. Yohana game yote hiyo aliiona, alipoprophesy. Baada ya muda mfupi jamaa akatokeza. Alipotokeza akamtambua ni yule ambaye nalipokea mawazo kutoka kwa Mungu. Ni ile image, ni ile picha ambayo nalipokea kutoka kwa Mungu. Na baada ya hapo akaona na akaconfirm nguvu za Mungu ziliposhuka na sauti ikasikiwa. Kwa sababu maandiko yanasema huyu ndiye mwanangu mpendwa ninayependezwa naye, paneno hilo msikilizeni. Maana yake walikuweko wananzengo. Wewe vipi? Walikuweko wananzengo ambao lile neno lilikuwa ni kwa ajili yao, halikuwa ni kwa ajili ya Yesu, akiwepo na Yohana. Msikilizeni yeye. Hasa sikiliza, utanielewa pointi yangu. Twende mstari Mathayo sura ya 11, anzia mstari wa 2. Naye Yohana aliposikia huko gerezani matendo yake Kristo, alituma wanafunzi wake wakamuulize, wewe ndiye yule ajaye au tumtazamie mwingine? Yesu akajibu akawaambia, nendeni mkamuulize
Mkamweleze. Nendeni mkamweleze Yohana mnayosikia na kuyaona. Yale mnayoyasikia na kuyaona. Vipofu wapata kuona. Vipofu wapata kuona. Viwete wanakwenda. Viwete wanatembea. Wenye ukoma wanatakaswa. Wenye ukoma wanatakaswa. Viziwi wanasikia. Viziwi wanasikia. Wafu wanafufuliwa. Na maskini wanahubiriwa habari njema. Ndio. Jamaa alikuwa na majibu ya kibabe. Kuna lugha nyingine, hayo majibu Yesu alikuwa anamwambia Yohana, we vipi? We vipi we ndugu? Sio uliyetabiri habari zangu? Na ulipomaliza kutabiri habari zangu, nikaja pale Galilaya, ukanijua kwamba ni yule uliyetabiri habari zangu, ukanibatiza. Mbingu zikafunguka. Roho wa Bwana akasema, msikilizeni huyu. Huyu ndiye mwanangu mpendwa, msikilizeni yeye. Kwa Yesu hakutaka ujinga wa kuanza kuexplain. Ni mimi yule niliyekuja pale ukanibatiza, hakutaka uwe jinga. Kamwambia haya matendo atajiongeza. Bwana Yesu asifiwe. My point is, kumbuka point ambayo tunaiangalia ni namna ambavyo watu wanaweza wakapokea wazo vizuri, likawa na nguvu kabisa, likawa na dalili na uhakikisho kabisa kwamba hili wazo ni la Mungu. Alafu ghafla mtu anashambuliwa, anaanza kupata mashaka. Kitu kile ambacho alikuwa assured, alikuwa na uhakika kabisa kwamba ni cha Mungu. Yohana anaanza kubabaika. Aliyepata prophecy akamwona huyo mtu, akaja akakonfirm ni yeye, na mbingu zikafunguka na ishara zikatendeka pale na sauti ikasikika. Huyo Yohana anapata mashaka kwamba labda yule niliyetabiri habari zake hajaja. Kwa nini mimi niko gerezani? Ndivyo ambavyo kwenye maisha yetu ya kila siku mambo haya huwa yanajitokeza. Kuna kitu ambacho Mungu alizungumza na wewe. Kuna wazo ambalo Mungu aliliachilia ndani yako, liwe ni wazo la kibiashara, na hilo wazo ulipolisikia ulipata confirmation nyingi kwamba hii biashara inawezekana. Kuna vitu ambavyo, kuna mawazo ambayo uliyapokea, ulipoyapokea Mungu aliongea na wewe, umeitwa na ushahidi mbalimbali. Bwana alikuthibitishia ya kwamba umeitwa, kwa sababu ya uwepo wa mashambulizi ambayo yanashambulia mawazo. Baada ya kushambuliwa kidogo tu, ukaanza kubadili mwelekeo. Hivi ni kweli nilisikia vizuri? Wakati mara ya kwanza ulikuwa na uhakika kabisa, kwa sababu kuna vinywa vya mashahidi wawili watatu, nao walikonfirm kitu kile ambacho wewe ulikisikia. Au hata wewe mwenyewe ulimsikia Mungu si mara moja, ni karibia mara tatu, na ukawa na uhakika kabisa kwamba ni Mungu. Lakini baada a few moments later, hali yako ikabadilika. Ukaanza kupinga kile ulichokuwa unakikubali. Kile ulichokuwa unasema amina, amina, ukaanza kupinga kile. Mhubiri yule uliyekuwa na uwekanae kabisa, ukaanza kupinga yale. A few moments later, unaweza ukapokea wazo ni la kimungu kabisa, lakini ghafla unapopitishwa jangwani au mahali penye dhoruba, wazo lile ambalo ulikuwa naweka nalo unaanza kulizungumza tofauti. Hali ile uliyokuwa nayo ya kwenda kufanya hicho kitu imeisha. Ile morali, kumbuka ile siku ya kwanza baada ya kupokea hilo wazo, ile wiki, angalia hali uliyokuwa nayo. Ulikuwa unasema nitaenda kwanza kesho, ulikuwa unasema nitaenda kufungua pale, lakini ghafla baada ya hilo wazo kushambuliwa, ile kiu uliyokuwa nayo haipo tena. Ni wewe mwenye ulisema lile kanisa ni Bwana amenipeleka pale, na mandoto sio moja, ni ndoto 3, 4, 5. Bwana amenipeleka pale. Bwana alipokupeleka, dhoruba zinainuka pale uliposema wewe mwenyewe, na ukasema na kuwashuhudia watu pale unageuka pale. Anaanza kuona manyoka, anaanza kuona mapembe pale. Kwa wewe sio wa kwanza. Ni vitu vya muhimu hivi ukavifahamu. Wewe sio wa kwanza. Yohana pale alipoona mbingu zimefunguka, akaona na upako na ishara, huyo Yohana kabadili msimamo. Na mwanaume akamjibu kibabe, kawaambie viwete wanatembea, wenye ukoma wanatakasika, wafu wanafufuliwa. Hakumwambia ni yule, no. Ni vizuri sana ukawa makini juu ya vitu hivi. Ndio maana
kabla ya kuanza kitu chochote kile, jitahidi sana uwe na uhakika nacho. Biblia inasema hivi katika kitabu kile cha Warumi sura ile ya 10, ni Waebrania 10:38. Anasema wenye haki wangu wataishi kwa imani, nao wakisitasita roho yangu haina furaha. Haina furaha. Watu wanaositasita, watu ambao hawana msimamo, Mungu anasema hafurahishwi nao. Watu wa kugeuka geuka, watu wa kubadilika badilika, Mungu anasema hafurahishwi nao. Na kwa sababu shetani anajua moja ya vitu ambavyo Mungu anavichukia ni hofu, watu wa kusitasita. Unapoanza kupokea hali ya kusitasita, unapoanza kupokea hali ya hofu, maana yake uko kwenye mazingira mabaya sana ya wewe kutokufika unakotakiwa kufika. Narudia tena, shetani anajua moja ya mambo ambayo Mungu hayataki na hayapendi ni watu wenye hofu, ni watu wa kusitasita. Anakuingizia vitu hivyo kwa sababu anajua nikimuingizia vitu hivi huyu mtu atatengeneza uadui na Mungu. Yaani ukipokea hofu, ukipokea hali ya kusitasita, unajitengenezea uadui na Mungu. Ukijitengenezea uadui na Mungu, maana yake shetani amekushinda. Amekushinda kwa kutumia hali yako wewe mwenyewe. Alafu nasema shetani alijiinua. Wewe ndio ulijiinua kwa kuinua hofu. Wewe ndio ulijiinua kwa kuinua kusitasita. Yatakusaidia sana haya mambo. Wazo linaweza likashambuliwa. Ni kweli ulilipokea vizuri, Mungu aliongea na wewe kwa bali ya biashara, kwa bali ya shule, kwa bali ya kuapply ajira, lakini ghafla mwishoni kaanza kusema sisitaki mbichi hizi. Kaanza kusema nini? Maana kwanza uliruka kama kile kitabu kile. Yule nyani yule nani? Aliruka sungura. Alipenda zile ndizi. Akawa na uhakika zile ndizi katika kurukia atafanikiwa kuzipata. Aliposhindwa sisitaki mbichi hizi. Sasa utaki kuwa mtu asizitaki mbichi hizi wakati ulikuwa unazitaka.